Bwana anayejua itakuwa. Ila wewe cha msingi usifanye nini? Usiogope. Haleluya kanisa. Cha msingi usiogope. Mwambie jirani yako usiogope. Kila wakati tunapaswa kukataa hofu. Kuna wakati tunapata hofu kama vita kwa Bwana. Usipoikataa hiyo hofu inakudhoofisha, inakurudisha nyuma. Lazima tuikatae hofu katika jina la Yesu. Haleluya kanisa. Kataa hofu kwenye maisha yako. Sema nakataa hofu. Sema nakataa hofu katika jina la Yesu. Sema nakataa kuwa mwoga. Sema nakataa kuwa mwoga. Kuna wakati unaogopa Bwana. Sema nakataa kuogopa. Hata kama mbele unaonekana ni pagumu kiasi gani, mimi nitaenda hivyo hivyo. Haleluya kanisa. Nenda hivyo. Lakini mbele yako kama umemtanguliza Yesu, utamwona Mungu kwenye maisha yako. Ukimtanguliza Yesu utamwona. Uko kwenye hofu kubwa ya giza kubwa, Bwana atakuonekania. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Anasema kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu, nitakusaidia. Yeye Bwana atakutia nguvu. Mwambie Bwana atakutia nguvu asubuhi ya leo. Kwa hiyo jambo ambalo linakufanya uanguke, Bwana atakuinua tena na kukutia nguvu. Hata kama ulikuwa umeokoa huwezi, Bwana atakutia nguvu. Haleluya kanisa. Bwana akutie nguvu asubuhi ya leo. Kwenye jambo lako Bwana akutie nguvu. Kwenye jambo lako Bwana akusaidie. Bwana akuinue. Bwana akuongezee ujasiri katika jina la Yesu. Bwana ulipopoteza ujasiri, Bwana akuongezee ujasiri. Bwana ulipopoteza nguvu, Bwana akutie nguvu. Akusaidie, akuwezeshe katika jina la Yesu. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Nguvu ya uwezesho. Nguvu ya uweza. Yale niliyoshindwa jana, asubuhi ya leo ninapokea nguvu ya uwezesho. Nguvu ya uweza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema naipokea hiyo nguvu. Hiyo nguvu ninaipokea. Inaingia ndani yangu. Hofu inaondoka. Hofu inaondoka. Katika jina la Yesu. Sema hofu inaondoka. Hofu ya kuanguka. Hofu ya kushindwa inaondoka kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hofu ondoka. Hofu ondoka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Nisome mstari mwingine mtumishi. Nisome mstari mwingine. Nataka tuwaone watu pamoja hapa. Huyu mtu Luka 9. Sasa nakataa kuangalia nyuma asubuhi ya leo. Ninakataa kugeuka nyuma. Hata kama ya nyuma ilikuwa ni mazuri kiasi gani, asubuhi ya leo ninakataa kugeuka huko kuyaangalia yaliyopita. Kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu ugumu upitie kwenye maisha yako, halafu unaweza kukumbuka mazuri ambayo wewe umeyafanya huko nyuma. Sio umeelewa? Wakati mwingine Mungu anaruhusu wateja wasije kwenye kazi yako, halafu unakumbuka bwana, leo basi naokoka, wateja walikuwa wanakuja sana. Shetani anataka kukuambia kwamba huko ulikokuwa ni vizuri kuliko huko ulikokuwa kwa sasa. Nataka nikwambie hivi, upaswi kurudi nyuma. Shetani anakuletea ili akukatishe tamaa, akurudishe nyuma ili anguko lako likawe kubwa. Lazima ukatae katika jina la Yesu. Haleluya kanisa. Haleluya. Lazima ukatae kugeuka wapi? Lazima ukatae kugeuka nyuma. Hata kama ya nyuma ilikuwa ni mazuri, ya nyuma ilikuwa inafurahisha, lakini ya ijayo inafurahisha zaidi. Kwa hiyo ndio yako ijayo inafurahisha zaidi. Kuliko ya nyuma. Yajayo yanafurahisha. Yajayo yanafurahisha. Haleluya. Mimi nikiangalia mbele yangu naona kuna yajayo yanafurahisha. Ninaona kuna makubwa mazuri Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yangu. Na sitaki kugeuka nyuma. Haleluya. Haleluya. Niliwaambia hivi, wakati mimi naolewa na mchungaji, kuna picha moja nilikuwa naangalia kwenye simu yangu jana, nikaanza kucheka. Yaani mchungaji alikuwa anaonekana babu. Hadi mimi nilipoangalia kwenye picha nikasema hivi kwaje nikakubali kwa mume wangu. Yaani mimi mwenyewe nilikuwa nasema, hivi kwaje nikakubali? Hiyo unanielewa sio? Yaani kwa mimi nikifikiria mwenyewe nashindwa kuelewa ni kwaje. Sio unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeangalia picha hii sio ilikuwa iko hivi. Sasa nilikuwa mtoto kwenye ubatizo limepeperushwa na upepo limenani hivi. Wote hili limeningia mpaka huku. Mashamba yale yameingia hivi. Nikaangalia picha nikasoma. Kasema
Haleluya. Kwa hiyo ndio hapo sio kama tamaa yenyewe inafurahisha. Haijalishi mwanzo wako ni mdogo kiasi gani, yenyewe inafurahisha kwa maisha yako. Haleluya. Haleluya kanisa. Nikisema hivi rafiki zangu kipigia wataona wewe mwanamke usiongezeka sana. Na mimi mtaka wa mimi nibadilishana simu niwaambie. Nibadilisha hadi line yangu ya simu, nibadilisha kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mtu alikuwa anielewa kwenye maamuzi nilifanya. Hapo na mimi nilikuwa naisema sina akili yangu ile kwenye ile maamuzi. Yaani nilikuwa kama naisi kama mwingine ndio ndio maamuzi sielewi kama ni nini yani au ni kitu. Naisi kama akili yangu inaendesha mtu mwingine hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa nimezuru ile picha. Alafu nikazuru na zaidi. Kuna sasa walikuwa wamezeka zaidi kuliko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu anazungumza na kusema na jamani kuna kauli zingine zinatufanya tukasirike. Sio maana hata mimi kuitana mambo ya dini ndogo hivi ya kimasikini. Nikajibana kwa kuna damu nilipenda tu rangi yake. Sio nilipenda rangi yake. Ndio maisha niliyokuwa nayo. Sio naelewa vizuri. Hayo maisha niliyokuwa nayo. Nikafikiria. Sasa nilikuwa nikisema hivi ukirudi chumbani na lala. Nalia. Nasema Bwana Yesu, ulipeleka kwenye aidishi. Au inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana tu Mungu, nimeokoka hiyo ni aidishi. Bwana sana mambo yamezidi kwa Mungu kabla sijafanya nini? Kabla sijaokoka. Nataka nikuambie usiogope. Haleluya kanisa. Usifanye nini? Usiogope. Yaliyo mbele yako ni mazuri. Bwana yuko ndani yako mazuri sana mbele yako. Usimsikie usitake nini? Tamaa. Akarudi nyuma, huyo anastahili kufanya nani? Na mtu anayesita hajawahi kupata baraka kwenye maisha yake. Acha kusita. Hata kama wewe ni mke sana, usijaribu kusita. Yaani ukiona niende au nisiende, huwezi kuona baraka za Mungu. Kama umeamua kuvua nguo, kuoga maji, yawe ya baridi, yawe ya moto, oga. Sawa jamani? Hayo nini? Mmoja niko bafuni bwana, nimechemsha maji yangu kwenye tenki pale la kutawi hivi sasa. Nakuja nafungulia hii mdo maji hayatoki. Nafanya nini? Jiko limekolea gesi imeisha. Ili kitu mchukue la baridi kweli. Nimeshatoa nguo. Lazima nifanye nini? Iwe baridi iwe nini? Lazima nifanye nini? Nataka nikwambie na wewe, iwe baridi iwe moto, oga. Si unaamua kufuata hii njia. Fuata. Kwa kuna mimba, kuna michongoma, kuna nini? Wewe lazima uende huko. Hiyo michongoma itajulikana huko. Hamna kurudi wapi? Hamna kurudi nyuma. Kuna mambo ya kujifunza kwa maisha ya kawaida. Kuna mambo tukiamua tunayafanya, haijalishi yana changamoto kiasi gani sana, lazima ili jambo lako liamua lazima liwe katika jina la Yesu. Yeye alikuwa na kusika kitabu cha Mwanzo 19. Mtu mmoja alikuwa na kusika vingi. Na alipokuwa na kusita hakuweza kushika zile baraka ambazo Mungu alikuwa amezikusudia kwenye maisha yake. Mwanzo 19:26 kuendelea pale. Alikumbuka mambo ya zamani. Haleluya kanisa. Sema alikumbuka mambo ya zamani. Mambo ya zamani. Aliona mambo ya zamani ni mazuri kuliko huko anapoenda. Hakujua huko mbele kuna nini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tunayakumbuka elimu kwa sababu hatujui mbele yetu kuna nini. Like tunajua mbele yetu kuna nini. Nataka nikwambie tusije geuka
kabisa kufikia baraka yako. Utakapogeuka nyuma tu imeisha maisha yako. Imeisha. Imefanya nini? Imeisha. Pamoja na yako kugeuka nyuma imefanya nini? Imeisha. Yale yote ulikuwa unatazamia yafutu. Haleluya. Sawa. Umeamka usiku umeomba unafanya nini? Ukigeuka nyuma unafuta yote ya nyuma. Yanafanya nini? Yanakuwa yameisha. Haleluya kanisa. Yanakuwa yamefanya nini? Yameisha. Ahadi zote ambazo Mungu aliahidi kwenye maisha yako zote zinakuwa zinafanya nini? Zimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema nikataa sura kwa mke wa mtu kugeuka nyuma. Utazama niliyoyaacha. Utazama niliyoyaacha huko nyuma. Utazama marafiki uliowaacha. Utazama kazi uliyoiacha. Utazama sijui ndugu na jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ndugu na jamaa wanaweza kuturudisha nyuma. Kwa sababu gani? Wanaweza kuturudisha nyuma. Kuna mambo yanaweza tulikuwa tukishirikiana nao. Na hao wanaweza kwa sababu ya wewe kurudi wapi? Kurudi nyuma. Kama ni ndugu zako wanakurudisha nyuma, asubuhi leo kama wakatae. Sema mimi na ndugu mmoja tu Yesu ndio nimeangalia kwa maisha yangu. Huyu ndio anaweza kunifikisha nikashika zile baraka ambazo Mungu amekusudia kwa maisha yangu. Haleluya. Kama ni marafiki wanakurudisha nyuma, asubuhi leo lazima waache. Haleluya. Mwambie rafiki yako acha hao marafiki wanaokurudisha nyuma. Wanaogeuza shingo yako kila siku kurudi wapi? Unaanza kuyakumbuka, jamani nilikuwa na maisha mazuri. Jamani zamani nilikuwa kipotamo. Jamani zamani nilikuwa hivi. Hayo achana nayo, hayatakusaidia. Amina. Hayatakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hayatakusaidia. Unakumbuka mishepuko nyuma na kulipia kodi, Mungu anakupa vitu vitamu. Nataka nikwambie hiyo achana nayo. Haleluya. Hiyo achana nayo haitakusaidia. Hiyo haitakusaidia, inakurudisha nyuma. Hiyo inakurudisha nyuma. Watu wako hapa lakini maisha yetu tunayoishi, tunaendelea kuishi maisha yale ya zamani. Kataa kuishi maisha ya zamani katika jina la Yesu. Tamani kuishi maisha mapya. Haleluya kanisa. Tamani kuishi maisha mapya asubuhi ya leo. Hata kama kuna mambo uliyaacha yanaendelea kukukumbusha, asubuhi ya leo jilazimishe kuyaacha ili uone kile Mungu amekukusudia kwenye maisha yako huko mbele. Haleluya kanisa. Kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake na iliyostahili msalaba na kuidharau aibu. Umesikia mtumishi? Kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Alifanya jamani? Alistahili msalaba na kuidharau nini? Aibu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishajua iko baraka mbele yako, dharau aibu. Haleluya kanisa. Dharau aibu. Stahimili ile dharau wanaokupa watu wengine kwa sababu ya kuipata baraka iliyokuja kesho yako. Haleluya kanisa. Kwa sababu Yesu alijua kwamba nikishashinda haya maumivu, kule mbele kuna kitu kizuri kimeandaliwa kwa ajili yangu. Hivyo unajua kama kuna kitu kizuri mbele yako kimeandaliwa? Kuna mtu anajua kama kuna kitu kizuri kimeandaliwa mbele yako? Hujui, ungejua usingedharau aibu zote za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya kanisa. Dharau aibu yako. Dharau ile aibu unayoipata kwenye jamii inayokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Kuna wakati watu wanakudharau, wanakuona hustahili, wanakuona hufai. Nataka nikwambie hivi, hata kama kuna njia mbaya wanatamani kukupa, hiyo njia wala isisababishe urudi wapi? Nyuma, kwa sababu kesho yako ina mambo mazuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Mimi kama kudharauliwa, mimi nimedharauliwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Hadi siku moja nakumbuka kuna mtu ananiambia, wewe tatizo nini hapo? Mnaangalia kumtafuta Mungu wa kweli. Sasa hivi sio lazima Mungu wa kweli. Mtu ananiambia live. Sio lazima. Anasema sasa hivi wewe unafanya muujiza mpate hela. Unaendelea kuangania kusema kweli. Ndio maana unaendelea kubaki hapo hapo. Mtu nimwangalia mtu ametumwa. Bwana Yesu asifiwe. Yana alikuwa ananidharau kwa sababu sisi hatujakuwa na maisha mazuri. Sio unanielewa? Jamani, wakati mwingine haya maisha ya uovu yanatufanya watu wengine watudharau. Bwana Yesu asifiwe. Eti unajifanya unasema kweli. Msiendelea kubaki na maisha haya. Nikamwambia acha nibaki na maisha haya, lakini kuna kitu mimi nakiangalia huko mbele yangu. Bwana ananikusudia nitakifikia tu. Hata kama nitakuchelewa, lakini nitafanya nini? Nitafika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya. Na hivi ndio wanadamu watumishi wengi wanajiingiza kwenye mambo ya nguvu za giza ili wafanye tu muujiza wapate watu wengi.
Haleluya kanisa. Anasema hivi, hapo kusoma kwenye sura ya 13 ni pale baada ya kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Wakasema wakakutana na majitu makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakakutana na yale manefili, majitu marefu yanaenda hewani, miraba minne, majitu ile unyo wanefili walikuwa ni watu wakubwa wanaotisha duniani. Ndio makina Goliath. Sio maneno jamani. Makina Goliath ilikuwa manefili. Na manefili yanaandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Wakati wana wa Mungu walipowatamani wana damu, wakaingia kwao wakazaa. Ndio yakazaliwa yale manefili, majitu makubwa. Yaani majitu haya makubwa ni machotaa, yaliyozaliwa kutoka kwa wana wa Mungu na wana wa Shetani. Ndio yakazaliwa majitu makubwa yanayoweza vita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati wana wa Israeli wameletewa taarifa ya Kanaani kwamba kule kuna manefili, kuna majitu makubwa, anasema sisi tulijiona kama panzi. Bwana Yesu asifiwe. Walipofika kule wakajiona kama nini? Yaani walijiona kama wao ni watu wadogo wasioweza kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo sasa wana wa Israeli wakaanza kufanya nini? Kunung'unika. Wanamwambia Musa, ni heri tungebaki wapi? Misri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Nataka nikwambie asiye hata kama kuna majitu mbele yako yanatisha kiasi gani, wao wanapaswa kuangalia hali ya Mungu inasema nini kwenye maisha yao. Hicho tu kinatosha. Usiangalie watu wakubwa, usiangalie watu wana nguvu kiasi gani, usiangalie wana uwezo kiasi. Sikiliza kile Bwana anasema kwenye maisha yako. Haleluya kanisa. Anasema wakaanza kumnung'unikia Musa, wanamwambia ni heri tungekufa wapi? Kwenye ile jangwa. Ni heri tungekuwa mateka. Ni heri tungebaki huko tuendelee kutumikishwa kuliko kuwa hapa tujitufie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Inawezekana wewe uko hapa unahisi kujutia hii safari ambayo umeianza. Nataka nikwambie usijutie hii safari. Hayo majitu Bwana ataenda kushughulika na wewe mwenyewe. Bwana atashughulika na hayo majitu, hayatakuwa na nafasi kwenye maisha yako. Hayatakuweza. Haleluya kanisa. Lakini mtu mmoja anaitwa Caleb pamoja na Yoshua anasema waliwatia watu nini? Waliwatia watu moyo, wakamwambia msiogope. Hata kama hao majitu ni makubwa, Mungu atatupa kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe asubuhi leo Bwana atakupa kumiliki katikati ya maadui zako. Bwana atakupa kumiliki katikati ya watu wasiofaa. Hata wale waliokudharau, katikati yao Bwana atakupa wewe kumiliki katika jina la Yesu. Haleluya kanisa. Lakini kwanza usiogope majitu yale. Hata kama kwenye biashara yako unazunguka na watu wenye nguvu za giza ambao wanajifanya kama hizo nguvu zao za giza zinawasaidia. Na inawezekana kweli mwanzoni unaona kweli wanapata kile unachokitumaini, lakini wewe usiogope. Bwana atakufanya kuwa mtu mkuu katika jina la Yesu. Bwana atawaondoa hawa adui zako, na wewe utamuona Mungu kwenye hiyo kazi. Na wewe utamuona Mungu kwenye hiyo ndoa yako. Hata kama kuna michepuko wako wengi kwa mume wako, nataka nikwambie wewe usiogope, Bwana atawaondosha mmoja baada ya wengine. Na wewe utamshuhudia ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Ukiendelea kusoma huko mbele, akina Yoshua wanawatia watu nini? Wanawatia watu moyo. Lakini Mungu anakasirika. Nimesema usikatie tamaa hali ya Mungu kwenye maisha yako. Kuna wakati Mungu anaweza kukasirika pale unapomkatia Mungu tamaa. Unapoona kwenye biashara yako hakuwezekani, unachoka, unavunjika moyo. Nataka usivunjike moyo asubuhi ya leo. Amina. Mwambie leo usivunjike moyo. Wala usimnung'unikie Mungu. Haleluya kanisa. Usimnung'unikie nani? Usimnung'unikie Mungu. Mungu atafanya kwa wakati wako. Haleluya.